الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumatano ya tarehe 16 mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 miladia. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. سمع الشيخ العثيمين رحمه الله: mlango huu wa sifa ni mpana sana kuliko mlango wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Babu sifati awsa'u min babil asma. Mlango huu wa sifa za Allah azza wa jalla ni mpana zaidi kuliko mlango wa majina yake. قال في الشرح: هذه قاعدة مهمة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية. huu pia ni msingi muhimu kwamba mlango wa ikhbar, kuelezea, ni mpana zaidi kuliko mlango wa majina au babi tasmia. Wadhālika liumurin: awalan dhalika lianna kulla ismin mutadhammin lisifa. Kila jina linakusanya sifa. Kila jina la Allah linakusanya sifa ya jina hilo, kama sabaka fil qa'idati thalitha min qawaid al-asma, kama ilivyotangulia katika qaida ya tatu katika qawaid za majina yake. Wa thaniyan, walianna min as-sifat ma yataallaqu bi af'ali Allah ta'ala, na kwa sababu katika sifa kuna zinazohusiana na vitendo vya Allah mtukufu. Wa af'aluhu la muntaha laha, na vitendo vyake havina kikomo, havina mwisho. Kama anna aqwalahu la muntaha laha, kama ilivyo kwa maneno yake Allah azza wa jalla hayana kikomo. Fahiya awsa'u min al-asma, kwa hiyo sifa za Allah ni pana zaidi kuliko majina. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. na hilo la kwamba mlango wa sifa ni mpana sana kuliko mlango wa majina yake ni kwa sababu kila jina la Allah azza wa jalla linakusanya sifa, kama ilivyotangulia katika alqaida thalitha min qawaid alasma. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. kwa sababu sifa za Allah zinazohusiana na vitendo vyake Allah mtukufu, na vitendo vyake havina kikomo, kama ilivyo kwamba maneno yake hayana kikomo. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو vilivyo katika ardhi, vilivyo katika dunia vyote, miti ya duniani yote iwe ni kalamu, walbahru, na hii bahari iliyopo ikisaidiwa na bahari nyingine 7, ma nafidat kalimatullah, yasinge malizika maneno ya Allah, inna Allaha azizun hakim. طيب. قال الشيخ رحمه الله: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. katika mifano ya hilo kwamba mlango huu wa sifa za Allah ni mpana sana kuliko mlango wa majina, ni katika sifa za Allah mtukufu almaji, kuja, walitian,
والأخذ نكتكوا والإمساك نكزويا والبطش pia kuzuia ila ghairi dhalika min as-sifati allati la tuhsa, mpaka nyinginezo katika sifa za Allah ambazo hazidhibitiwi, kama qala ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, sifa ya kuja kwa Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam, sifa ya itiyan. كذلك قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، صفة أخذ. وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الله نزويا mbingu zije zikaangukia ardhi isipokuwa kwa idhni yake, sifa imsak. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صفة إرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هشوك ملويت mpaka mbingu hii ya duniani ya karibu, sifatu an-nuzul lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. asema Sheikh rahimahullah, tunamsifu Allah mtukufu kwa sifa hizi kwa njia hii iliyokuja, wala nusammihi biha, hatumuiti kwa sifa hizo. tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa hizi ala alwajhi alwarid, kwa hii njia iliyokuja katika Qur'ani, wala nusammihi biha, hatumuiti kwa sifa hizo. Fala naqulu inna min asma'ihi aljai walati walakhidhu walmumsiku walbatishu walmuridu wannazil wa nahwu dhalik. Hatusemi ni katika majina ya Allah aljai walati, mwenye kuja, walakhidhu, na mwenye kuchukua, walmumsiku, na mwenye kuzuia, walbatishu walmuridu wannazilu, mwenye kushuka. Hatumuiti kwa hivyo na mfano wa hayo. Tunamsifu Allah kwa sifa hizi kama alivyozisifu Allah mwenyewe katika Qur'an, lakini hatumuiti kwamba haya ni majina ya Allah. Wa in kunna nukhbiru bidhalik anhu wa nasifuhu bihi, japokuwa tunamuelezea kwa sifa hizo na tunamsifu, lakini si majina yake haya. قال في الشرح نحن نصف الله عز وجل بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجيء ويأتي ويمشي وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميه بها، لكن hatumuiti kwa majina ya sifa hizi. وكلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة. kila tunalomuita, kila jina tunalomuita, hilo linakusanya sifa yake, kwa vile jina hilo lilivyofahamisha katika sifa. kama sabaka anna al-imana bilismi yahtaju ila al-imani bilismi isman lillah, kama kwamba ilivyotangulia kwamba kuamini jina inahitaji kuamini jina kuwa ni jina la Allah katika majina yake hayo. wa bima tadhammanahu min sifa, pia kuamini ile sifa iliyokusanywa na jina hilo. wa bima tadhammanahu min athar, na ile athari iliyokusanywa na jina hilo. wa hukmin in kana mutaaddia, ikiwa inakeuka jina hilo. Kwa hizi ni sifa za Allah, na mlango wa sifa za Allah ni mpana zaidi kuliko mlango wa majina yake, lakini hatumuiti Allah kwa majina haya na sifa hizi. Tunamsifu kwa sifa hizi, hatumuiti kwamba haya ni majina yake. tumefahamu. القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين. msingi wa tatu, sifa za Allah mtukufu zinagawanyika sehemu mbili, thubutiyah wa salbiyah.
kuna sifa thubutia ambazo zinathubutu, wa salbia na sifa ambazo zinakanushwa hazithubutu kwake. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. sifa ambazo ni thubutia zenye kuthubutu ni sifa ambazo amezithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kuithibitishia nafsi yake katika kitabu chake Qur'an, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, au alizithibitisha kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi zake sahiha. wa kulluha sifatu kamal, na zote hizo ni sifa za ukamilifu za Allah azza wa jalla. la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, hakuna upungufu katika sifa hizo kwa njia moja au nyingine. kalhaya, kama sifa ya uhai, walilmi na ilmu, walqudra na uwezo, walistiwai ala alarshi na sifa ya kulingana sawa kwake juu ya arshi, wanuzuli ila samai dunya na kushuka kwake mpaka katika mbingu hii ya duniani, walwajhi na sifa ya uso, walyadain na mikono, wa nahwi dhalik na mfano wa sifa hizo. hadhihi nusamiha sifatin thubutiyah, hizi tunaziita sifa zilizothubutu kwa Allah azza wa jalla. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. للزيما kuzithibitisha sifa hizo, kumthibitishia Allah mtukufu kwa uhakika kwa njia inayofanana naye. fayajibu ithbatuha lillahi ta'ala haqiqatan ala alwajhi allaiq biha, ni lazima kumthibitishia Allah azza wa jalla sifa hizo kwa uhakika kwa njia inayofanana naye, bidalili sam'i wal aqli, kwa dalili ya kusikia na pia dalili ya kiakili. قال وسبق لنا أن المراد بالدليل السمعي الكتاب والسنة. imetangulia kwamba dalili ya kusikia ni Qur'ani na hadithi ndio dalili ya kusikia. amma as-sam'u faminhu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. enyi mlioamini, muaminini Allah na mtume wake, pia aminini kitabu alichomteremshia mtume wake na vitabu alivyoviteremsha huko nyuma, vyote viaminini. ومن يكفر بالله وملائكته, na mwenye kumkufuru Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na akakufuru siku ya mwisho, faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo amepotea upotevu ulio mbali. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته, kumwamini Allah kuna kusanya kuamini sifa zake. ukimwamini Allah unawajibika kuamini sifa zake zote. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هذا كلام آخر. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله, kuamini kitabu alichomteremshia mtume wake, yatadhammanu al-imana bikulli ma jaa fi, hii inakusanya kuamini yote yaliyokuja katika kitabu hicho, min sifati Allah, katika sifa za Allah. wa kaunu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah yatadhammanu al-imana bikulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allahu azza wa jalla, na
kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, hii inakusanya kuamini kila aliloelezea mursilihi, kuhusu huyu aliyemtumiliza mtume ambaye ni Allah azza wa jalla. قال هذا وجه الدلالة من الآية على وجوب إثبات ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. hii ndio njia ya kutolea dalili aya hiyo iliyopita kwamba ni ulazima kuthibitisha alizozielezea Allah azza wa jalla katika sifa zake katika kitabu chake au alivyoelezea mtume wake sallallahu alaihi wasallam. لأن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بما أنزله، والإيمان بالرسول إيمان بما أرسله. Allah azza wa jalla amemjeremshia mtume wake Qur'ani. Kuamini Qur'ani ni kuamini biman anzalahu, aliyeteremsha Qur'ani, na kumwamini mtume ni kumwamini huyo aliyemtumiliza Allah azza wa jalla. hiyo ni dalili ya sam'i, kusikia. Wa amma al-aqlu falianna Allah ta'ala akhbara biha an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghayrihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min ghayrihi. Ama akili, dalili ya akili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezielezea sifa hizo, kuielezea nafsi yake, wa huwa a'lamu biha, na yeye ni mjuzi zaidi wa sifa hizo, min ghairihi, kuliko kitu kingine, wa asdaqu qilan, na ndiye mkweli zaidi wa maneno, wa ahsanu hadithan, na ni mzuri zaidi wa mazungumzo, min ghairihi, kuliko kitu kingine. إذن الله عز وجل أخبر بهذه الصفات الثبوتية عن نفسه. الله ملزيه صفة ثبوتية ويلزيه نفسيك، وهو أعلم بها، يعني مجوز زيد ونفسيك وليكو كتكينجين، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. هنا دليل يكيكيلي. Idhan hii ni dalili ya kiakili ya kuthibitisha sifa alizozielezea Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu nafsi yake. Annana naqulu inna Allah azza wa jalla akhbara bihadhihi as-sifati an nafsi, wa nahnu la nuthbitu min as-sifat illa ma akhbara Allah azza wa jalla bihi an nafsihi wa huwa a'lamu bi nafsihi min ghayrihi. Sisi hatumthibitishia Allah sifa isipokuwa zile sifa ambazo Allah mwenyewe ameithibitishia nafsi yake, na yeye ni mjuzi zaidi wa nafsi yake kuliko kitu kingine, au alizomthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema Sheikh, famathalan ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Hadha khabarun sadirun anillahi azza wa jalla, khabari hii inatokana Allah azza wa jalla, wa huwa alimun bidhalik sadiqun subhanahu fima yaqul, yeye ni mjuzi wa hilo na ni mkweli Allah subhanahu wa ta'ala kwa anayoyasema. Wal kalamu huna wadih ghairu muaqqadin wala mushawwash, maneno hapa yako wazi, hayakufungwa fungwa, hayakutiwa tashwishi yoyote. Faidha qala qail inna ma'nahu istawla, akisema msemaji kwamba maana istawa ni istawla, ametawalia, kwamba Allah ametawalia arshi, sio amelingana sawa juu ya arshi. Naqulu idha kana hadha ma'nahu fa'ti dalilin ala hadha, lete dalili ya kwamba istawa ina maana istawla, lianna hadhihi alkalimata waradat fil Qur'ani fi 7 mawadhi. Kalima hili la istawa limekuja katika Qur'ani sehemu 7, laysa fiha mawdhi'un wahidun qala Allah fihi istawla. Hakuna hata mahali moja Allah amesema ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawla, zote kasema istawa. ولو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح. لو
lau ingekuwa Allah amekusudia istawa kwa maana istaula, ametawalia arshi, ingekuwa maneno yake si fasaha. Idh inna staula ghairu stawa, sababu istaula sio istawa, ni tofauti baina ya kutawalia arshi na kulingana sawa juu ya arshi, ni tofauti baina ya kalima hizi mbili. Hii ni itikadi ya Ash'ari na Jahmiya na wengineo kwamba istawa ina maana istaula, na maulama wa lugha wasema hakuna kabisa katika lugha ya Kiarabu kwamba istawa ina maana istaula. Hakuna kabisa katika lugha ya Kiarabu maana hiyo. Kwa hiyo istawa Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa ni istiwa hii tunayojua, kama alivyojibu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imamu dari al-hijra, alipoulizwa kaifa istawa, qal al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa inajulikana, namna yake hakuna anayejua isipokuwa yeye Allah, kwamba amestawi vipi hakuna anayejua hilo isipokuwa Allah, lakini istiwa inajulikana na kuamini istiwa ni lazima, sababu katika Qur'ani mara 7 imewekwa hiyo, lazima kuamini hivyo. Wasualu anhu bid'a, na kuulizia hiyo ni uzushi. Waulizia vipi Allah amelingana sawa, vipi uso wake uko vipi, yote ni maswali ya kizushi. Haitakiwi muislamu kuuliza kaifiyata sifati llahi azza wa jalla. إذن فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. ni lazima kumthibitishia Allah sifa hizo kama alivyoelezea mwenyewe bila kutia shaka. fa inna taradduda fil khabar inma yata'atta hina yakunu al khabaru sadiran mimman yajuzu alayhi al jahlu aw al kadhibu aw al ayyu bihaythu la yufsihu bima yurid. Sema ni lazima kumthibitishia Allah sifa hizo kama alivyoelezea mwenyewe bila kutia shaka. fa inna taradduda fil khabar, kwani kutia shaka katika habari, inma yata'atta hina yakunu al khabaru sadiran mimman yajuzu alayhi al jahlu. Kutia shaka katika habari kunawezekana inapokuwa hiyo habari inatokana na mtu ambaye inajuzu kwake ujinga au ilkadhibu au urongo au ilaiyu au upumbavu. Mtu ambaye ni mpumbavu yajuzu kwake habari hiyo kwamba isiaminiwe, inatiliwa shaka, au mrongo au mjinga, bihaithu la yufsihu bima yurid, kwa namna ambapo haweki wazi analotaka mrongo huyo au mjinga huyo au mpumbavu huyo. Na Allah azza wa jalla ni mwenye kutakasika na sifa zote hizi mbaya, aljahlu, alkadhibu, alaiyu, zote hizi Allah ametakasika nazo. Kwa hakuna kutia shaka kama Ar-Rahman al-Arshi sawa, amelingana sawa juu ya arshi yake Allah, hakuna kutilia shaka hili. Hapa Sheikh ameeleza mifano mingi sana ya jambo hili, mifano mingi sana. Anasema mmoja katika mifano hiyo, qala law ja'ana rajulun tabibun jidda, law angekuja mtu ambaye ni daktari mzuri sana, tabibun jayyid, akaja kwa mgonjwa akaanza kumfanyia upekuzi tumbo lake, kichwa chake, kifua chake, kisha akasema huyu anahitaji matibabu marefu ambapo yumkinu an yukallifakum mablaghan kabiran. Matibabu hayo marefu inawezekana nyinyi kukalifika na mablagh kubwa, pesa nyingi mtatoa kwa ajili ya matibabu ya huyu, mtagharimika sana. Wa hadha ar-rajulu jayyidun fi as-sinaa wa mahirun fi at-tibbi, mtu mwenyewe huu ni mzuri katika kazi yake na ni hodari katika udaktari, lakinahu ghairu mawthuqin min jihati al-khabar, lakini haaminiwi kwa upande wa kuelezea habari
يمكن أن يفعل هذه الأفاعيل حتى نكثر له الدراهم. inawezekana kufanya vitendo hivyo ili apate pesa nyingi tu, na ndio wengi madaktari hao, sisemi wote, ndio wengi. Fa innana la nathiqu biqawlihi li'annahu laysa bisadiq, hatuwezi kuamini maneno yake hayo sababu si mkweli. ولو جاءنا رجل آخر طبيب جيد وهو عالم وصدوق وأمين، لو alikuja mwingine huyu naye ni mjuzi, ni mkweli, ni muaminifu, ni daktari mzuri, lakinna la na'rifu kalamahu, lakini hatujui maneno yake. fa innana nathiqu bi nafsihi lakin kalamuhu la nathiqu bihi, tunamwamini kwa nafsi yake lakini maneno yake hatuyaamini. liannana ma fahimnahu haythu naqasa minhu binisbati lana alfasaha, lakini hatujafahamu, ma fahimnahu, hatujamfahamu, haythu naqasa minhu binisbati lana alfasaha, ufasaha wake huo haujakuwa mzuri. amma kalamu Allah azza wa jalla an nafsihi wa an ghairihi azza wa jalla فإنه كلام صادر عن علم لا شك وعن صدق لا شك وفي أحسن ما يكون من البلاغة لا شك أيضا. maneno ya Allah azza wa jalla kuielezea nafsi yake na kuelezea kitu kingine ni maneno yanayotokana kwa ujuzi wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna shaka, na kwa ukweli wa Allah azza wa jalla hakuna shaka, na katika uzuri wanaosema katika ufasaha hakuna shaka pia. fahal yabqa ba'da hadha taraddudun fi i'tiqadi ma yadullu alayhi kalamu Allah ta'ala, je, itabakia baada ya haya shaka katika kuitakidi yanayofahamisha maneno ya Allah azza wa jalla? abadan. ma yabqa taraddudun itlaqan fi an na'taqida ma dalla alayhi hadha alkitabu alaziz. haitaki muislamu kutia shaka katika maneno ya Allah azza wa jalla, anatia shaka, haitakiwi. tumeelewa? idhan kullu hadhihi, alipoelezea fa inna at-taraddud fi al-khabar inma yata'atta hina yakunu al-khabaru sadiran mimman yajuzu alayhi al-jahlu au al-kadhibu au al-'ayyu. kutia shaka katika khabar kunawezekana ikiwa habari hiyo inatokana na mtu ambaye inajuzu kwake ujinga au urongo au upumbavu. wa kullu hadhihi al-uyubi athalatha mumtani'atun fi haqqi Allah azza wa jalla, hizi zote aibu tatu hizi zinazuilika, haiwezekani katika haki ya Allah azza wa jalla. fawajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi, kwa ni lazima kukubali habari zake Allah kwa vile alivyozielezea. hadha dalilun aqliyun, hii ni dalili ya kiakili. fanahnu la na'lamu al-ghaib, sisi hatujui ghaib, lakini hii ni dalili ya kiakili. kwa hiyo istawa haina maana istaula kabisa katika lugha ya Kiarabu. wanasema maulama kwamba hawa Ash'ari na Jahmiya wanachukua dalili ya hii istaula, kwa neno hili istaula, kutokana na baiti ya mtu aliyetoa baiti hiyo na hakuwa ni Muislamu. anasema istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. wamechukua hapa, huyo Bishri ameitawala Iraki. istawa bishrun ala al-iraqi, Bishri ameitawala Iraki, min Iraq min ghairi sayfin wala damin mihraqi, bila upanga wala damu iliyomwagwa pale. ametawala Iraki bila mabavu, bila nguvu, bila kumwagika damu. sasa huu kasema istawa bishrun kwa maana istaula, wamechukua hapo. na huyo asema mtungaji wa baiti hiyo wala hakuwa ni Muislamu. sasa wanaacha maneno ya Allah, wanafuata kauli ya mtu ambaye hata si Muislamu, anasema istawa bishrun, wamechukua hapo kwamba istawa ina maana istaula. la,
tumefahamu. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. na hivi tunasema katika sifa alizozielezea Mtume sallam kuhusu Allah, ni hivyo ni lazima kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamu an-nasi bi rabbih wa asdaquhum khabara wa ansahuhum irada wa afsahuhum bayana. kwani Mtume sallam ni mjuzi zaidi, anamjua zaidi Mola wake kuliko watu wote, na ni mkweli sana kuliko watu wote kwa habari. Wa ansahuhum iradatan, na ni mwenye kutoa zaidi nasaha kwa kutaka. Wa afsahuhum bayana, na ni fasaha kuliko watu wote kwa kuelezea. fawajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alayhi, ni lazima kukubali alivyoelezea Mtume sallam vile ilivyo. قال ولهذا يحكم بعض العلماء النقاد الذين جرت السنة في دمائهم ومخهم وعظامهم على الحديث بأنه باطل وإن لم يعرفوا سنده، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصيح بين ظاهر، بمجرد ما تسمعه ويقف في أذنك تعرف أنه كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. asema wale maulama an-nuqad al-jahabidha fil hadith, ambapo hadithi zinapita katika damu zao na bongo lao na mifupa yao. wakiona hadithi tu kwamba ni batil, wanaijua hadithi hii ni batil, ni ya urongo, ni maudhu, hata wasipojua sanadi yake. limadha? kwa sababu maneno ya Mtume sallam ni fasaha, ni dhahiri, yako wazi, ni fasaha sana. kwa mujarradi wa kusikia tu na yakaingia katika masikio yako, utajua haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini wakiona hadithi maneno tu, maneno haya ni batil, hadha hadithun maudhu, si maneno ya Mtume sallam. hawa ni walijua jahabidha katika maulama wa hadithi. يقول حتى إن بعض الناس آتاه الله تعالى من حسن النطق ما يشابه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أسمع شيخ baadhi ya watu Allah amewapa uzuri wa kutamka, maneno yao yanafanana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. wala a'lamu ahadan ashbaha kalaman bikalami ar-rasul sallam min Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. asema Sheikh, sijui yoyote ambaye maneno yake yanafanana sana na maneno ya Mtume sallam kuliko Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil. fahuwa radhiyallahu anhu idha takallama kaannama yatakallamu an nubuwah. ibn Mas'ud radhiyallahu anhu unayfu muli'a ilma, maneno yake yanafanana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, maneno ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi'u wala nabtadi', ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maneno yake yamefanana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. wasifatu salbiyya, na sifat salbiyya ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. صفات سلبية ni sifa ambazo Allah azza wa jalla ameikanushia nafsi yake katika kitabu chake au kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na zote hizo ni sifa za upungufu katika haki yake Allah azza wa jalla. Hadhi tusamma as-sifatu salbiyya ay al-manfiyya, sifa zinazokanushwa kwa Allah azza wa jalla. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi, zote hizo ni sifa za upungufu katika haki yake Allah azza wa jalla. Qala kullu ma nafahu Allahu an nafsihi fahiya sifatu naqsin fi haqqihi, kila aliyoikataza, kila sifa ambayo Allah ameikanushia nafsi yake, hiyo ni katika sifa za upungufu katika haki yake.
وقولنا في حقه لأنها قد تكون في حق المخلوق كمالا. asema neno letu fi haqihi kwa sababu sifa hizo huenda ikawa katika haki ya viumbe ni ukamilifu, wa hiya fi haqqi al-khaliq naqsun, na sifa hiyo katika haki ya muumbaji ni upungufu, kalmauti wan-naumi wal-jahli wan-nisyan wal-ajzi wat-ta'bi. Hizi ni sifa za ukamilifu kwa viumbe, lakini kwa Allah ni sifa za upungufu, ameepukana nazo na kutakasika nazo. kalmauti wan-naumi wal-jahl wan-nisyan wal-ajzi wat-ta'bi fayajibu nafyuha anillahi ta'ala, ni lazima kumkanusia Allah azza wa jalla sifa hizi, lima sabaka kwa aliyotangulia, maa ithbati dhiddiha ala alwajhi alakmal, pamoja na kuthibitisha kinyume cha sifa hizo kwa njia kamilifu, kumthibitishia Allah azza wa jalla. قال وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. sababu sifa aliyoikanusha Allah kuikanushia nafsi yake, muradi wake bayanu intifaihi, ni kubainisha kukanushika sifa hiyo kwa Allah, lithubuti kamali dhiddihi, kwa kuthubutu ukamilifu wa kinyume cha sifa hiyo ya upungufu, la limujarradi nafihi, si mujarradi wa kuikanusha, lianna nafya laysa bikamal, sababu kukanusha si ukamilifu, lakini sifa hiyo inayokanushwa kwa Allah ni sifa ya upungufu. Allah ni mwenye kutakasika na upungufu, illa an yatadhammana ma yadullu ala alkamal, isipokuwa ikikusanya inavyofahamisha ukamilifu. wadhālika lianna an-nafya adamun wal adamu laysa bishay'in fadlan an an yakuna kamala, na hilo kwa sababu nafi ni adam, ni kukosekana kitu, wal adamu laysa bishay, na kukosekana si kitu chochote, kuachilia mbali kuwa ni ukamilifu. laysa bishay'in, an-nafyu laysa bishay. قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له, na kwa sababu kukanusha huenda ikawa ni kwa kukosekana kabilia, ile ustahiki wa pale mahali pake, fala yakunu kamalan, haiwi ni ukamilifu. qala an-nafyu idha lam yarid bihi ithbatu kamali dhiddihi qad yakunu li'adami al-qabiliya ay qabiliyati al-madhi fala yuqbalu an yumdaha aw yudhamma, kama law qulta al-jidaru la yadhlim, الجدار لا يظلم ukuta haudhulumu. قال لا يمكن لأحد أن يمدح الجدار, haiwezekani kwa yote kusifu ukuta, likauni la yadhlimu, kuwa ukuta haudhulumu, liannahu la yakbalu aslan almadha wathana, sababu ukuta haukubali kabisa kusifiwa. naam laka an taqula inna hadha aljidara qawiyyun, ukuta huu ni ukuta madhubuti, idha kana binau muhkaman, lakin turidu an tanfiya anhu sifata naqsin, lakini unataka kukanushia ukuta sifa ya upungufu, liithbati kamali dhiddi, kwa kuthibitisha ukamilifu wa kinyume cha upungufu. hiyo la yumkinu, haiwezekani. قال وقد يكون للعجز عن القيام به fayakunu naqsa, huenda ikawa ni kwa kushindwa kusimama huo ukuta inakuwa ni upungufu, kama fi kauli shair hubayilatun la yaghdiruna bidhammatin wala yadhlimuna an-nasa habata khardali. hubayilatun la yaghduruna bidhimma bidhamma, fi sharhi qala bidhimma, yani kuna kijikabila kikiahidi hakitekelezi ile ahadi, wala yadhlimuna an-nasa habata khardal, wala hawadhulumu watu hata tembe ya khardal. hubayilatun la yaghdiruna bidhamma wala yadhlimuna an-nasa habata khardal, kuna kijikabila ambacho kikiweka ahadi hakikamilishi,
جو لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني إذا عاملوا الناس لا يمكن أن يظلموهم أبدا وكيفanyia muamala watu haiwezekani kuwadhulumu وهو يريد بهذا الذم anakusudia kuwakashifu kabila hilo والدليل على إرادته الذم التصغير في قوله قبيلة dalili ya kwamba anakusudia kuwakashifu ni hapa aliposema qubaylatun kwa tasghir qubaylatun la yaqdiruna bidhamma yani laysu bi shay kijikabila ambacho si lolote si chochote. نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.